Sasa kuna huyu mmoja wa hapa Tanga, Salim Barahiani, yeye ameandika makala asema haya maneno ya Ibn Sirina haya ambayo ni maneno ya kweli yanatuongoza kwamba tusichukue elimu kutoka kwa wazushi, lakini hawa wanaojiita masalafi hawa wanaitumia vibaya haya maneno wanayatumia vibaya haya. Wao wanaona kwamba si kwamba haifai tu kusoma kwa watu wa bid'a, bali haifai kukubali hata haki wanayosema. Mtu mrongo kabisa, zungumza maneno ya uongo kabisa, alafu akataja kauli za wanawachuoni Ibn Taymiyyah nani kwamba hawa angalia wanasema kwamba haki huchukuliwa kutoka kokote. Sasa tutajie tu mtu mmoja kwamba katika manhaji ya salafi darasa zake aona kwamba haifai kuikubali haki kutoka kwa mwingine asiyekuwa salafi. Akisema Mkristo na yule haki tusilikubali. Durusi zetu, mihadhara yetu, hutuba zetu zote zilingania katika uadilifu, kwa sababu ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhadaa bilqist wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusimama juu ya msingi huu, haki hukubaliwa kutoka kokote itakapokuja. Lakini je, hao wanaosema hivyo kina Barahiani wanaosema hivyo kwamba hao masalafi wataki kusikiliza haki, ni mara ngapi masalafi wametaka kuzungumza kwenye misikiti yako, tena kuzungumza maneno dhidi ya watu wa batili nyingine? Wanakuja watu katika misikiti fulani, ninyi hamwezi kufanya dawa. Wanakuja watu kutoka kwenye kijiji fulani au msikiti fulani, bwana kule kuna mashia au shughuli kadha, lakini kwetu hakuna dai, tuomba shekhe mmoja wa kisalafi aje afanye hadhara. Bwana anasema la, ndio mmekubali haki hivi. Maneno ya warudie wenyewe kwa sababu ile batili mlionayo. Kwa hiyo ni watu wamesimama katika uongo na batili. Wao ndio waliopita katika hii nchi kuwazuia masalafi wasizungumze kwenye misikiti yao. Kama mtaka haki kutoka kwa yoyote, kwani msiwasikilize hapo? Wao wameingiza ahli sunna wenzao katika kundi la bid'a kwa sababu tu, na nyinyi ndio mlioingiza masalafi katika jambo hilo, kwamba hawa wameleta madhhabu mpya. Kwa hiyo msiwasikilize watu kama hawa, na mimi nawanasihi ndugu zangu as-salafiyun wawe na hadhari katika jambo hili. Kama wewe wajinasibisha na da'wa salafia ya haki, huna nafasi ya kuwasikiliza watu wa batili na watu ambao manahiji zao hazieleweki, wajifanya wanajificha namna. Huna nafasi hiyo, si mimi. Haya ni maneno yametoka katika mishkatun nubuwa. Haifai kusikiliza watu hao kwa sababu hii ni dini. Inna hadha al-ilma dinun fandhuru amman ta'khudhuna